Ana ametumwa na Yesu. Mimi bado sijazungumza hiyo. Nimehoji hivi. Ikiwa Paulo atakuwa ni nabii, ndio atakuwa ametumwa, sawa? Ndio. Na ikiwa kama atakuwa ametumwa na Yesu. Ndio. Na kama atakuwa ametumwa na Yesu, maana yake Yesu Mungu, Paulo mtume wake. Haya, hiyo umeeleza mzuri, lakini hiyo ni yako. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Labda kama iko nitolea andiko. Sasa ili tukubaliane na wewe kama Paulo ni mtume, katumwa na nani? Sasa unajua umeniuliza swali nilikuwa nimeuliza. Sasa unajaribu kutoroka. Mwalimu amesema hivi. Paulo alitabiri Muhammad. Na akakubaliana, na hata mimi nimekubaliana Paulo alitabiri Muhammad. Nikauliza kama ametabiri Muhammad, ndio nyinyi wenyewe mnakataga huyu Paulo alitumwa na shetani. Sasa kama alitumwa na shetani, itakuaje alitumwa na sasa? Na nipewe kitabu yake alitabiri na Muhammad. Safi. Paulo hajatumwa na shetani, katumwa na nani? Sasa niambie, ndio swali nilikuwa nataka kujua. Unaona sasa? Unaona? Ayampa maiki. Sawa. Sikiliza vile utabiri ulikuwa unaenda, acha kutoroka wewe. Mwalimu, naam. Sasa huyu Paulo tunayemzungumzia leo, kwamba tunaambiwa Paulo yeye ni nabii, ni mtume, katumwa na nani? Katumwa na Yesu. Ukisoma katika Warumi nakwambia Paulo mtume wa Kristo Yesu. Maana yake Paulo katumwa na Yesu, na haiwezekani kuwa wewe ni rais, umetumwa naibu wako akwendea mahali alafu naibu wako anaanza kukosoa. Inawezekana? Somaji? Naam. Leo Ruto ni president. Kabisa. Amemtuma Kindiki. Kabisa. Kindiki ameenda mahali atamkashifu rais. Hawezi. Matendo ya Mitume 26:9. Matendo ni Mitume 26:9. 26:9. Ndio maana tunakataa huyu mtu hajatumwa na Yesu, wala Mungu hamjui. Na ukitaka kujua nitakutolea andiko. Yesu na Paulo hawajaitokea kuonana. Matendo ni Mitume 26:9. Matendo. Piga hiyo. Inasema, kweli mimi mwenyewe ndio naliona ndani ya nafsi yangu kwamba sawa, yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina la Yesu Mnazareti. Mpe kwanza. Anayo. Brother, haya ni maneno ya Paulo. Anasema mimi Paulo nimenena kwa nafsi yangu mimi mwenyewe. Ndio. Manake ni maneno aliyaona yeye mwenyewe, sawa? Ndio. Mpe. Inasema nami nikayafanya haya Yerusalemu, sawa, na niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, sawa, nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani, sawa, na nilipowaua nalitoa idhini yangu. Ndio. Na walipouawa nalitoa idhini yangu. Sawa. Na mara nyingi katika masinagogi nilifanyaje? Yote naliwaadhibu. Mpe. Ana. Chat. Ndio. Twende pole. Ndio. Hichi ni kitabu cha Paulo. Sawa. Paulo anasema ameona yeye kama yeye kwenye nafsi yake. Ndio. Yamempasa kufanya mambo mengi yaliyopingamana na nani? Msomaji ananiambia ni Yesu Mnazareti. Yesu Mnazareti. So kumbe Paulo yeye alikuwa ni mpinzani wa Yesu. Kweli? Alikuwa mpinzani. Atakuwa nabii. Kuna wakati alikuwa anaitwa Paulo. Alikuwa anaitwa Saul. Sawa. Hapo alikuwa mpinga, alikuwa anaua wafuasi. Sasa subiri. Alikuwa anaua wafuasi wake. Akakuja kaamini akawa Paulo. Nilijua utafika hapo. Sasa nitolee mahali penye Paulo alikuwa mbaya. Baada hapo sasa akawa mzuri. Kama itakuwa ni kwenye 30, mimi nianze 32. Na kama ilikuwa ni kwenye 5, mimi nianze kukosoa Paulo kutoka kwenye 7. Okay, sawa. Na kuna maneno mengine umesoma hapa. Nataka tu tuimalizie. Na hii andiko kisoma, umetaka kusoma ukisema Paulo ni vitu zake. Ndio. Paulo? Haijatoka, yani si kama maneno ya Paulo yako kutoka kwa Mungu. Haya sawa, naomba anisomee hii. Somee hii hapa, Galatia 1:1. Galatia 1:1, sawa. Ndio tuendelee hapo. Galatia 1:1.
Nasema Paulo mtume si mtume wa wanadamu, bali wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo. Sasa naona Wacha na mbona naachia katika malizia. Subiri kidogo Jackie. Acha malizia. Maliza mpe. Nilikuwa nakutaka na umeingia mwenyewe. Inasema na Mungu Baba aliyemfufua katika wafu. Sawa. Na Mungu nani? Na Mungu Baba aliyemfufua katika wafu. Nani kafufuliwa? Mungu ametuma nani? Ngoja subiri. Subiri kwanza. Jibu Mungu ametuma nani? Jackie Chirato. Ndio. Wewe kwanza ni mwanafunzi mzuri sana. Paulo mtume wa Yesu Kristo. Sawa? Mtume wa Yesu Kristo na nani? Na kukujia Daudi subiri tu ndugu yangu. Chini kiasi. Brother, Paulo mtume wa Yesu Kristo. Ndio. Ambaye Yesu Kristo katumwa na Mungu. Ndio. Alafu aliyemfufua. Haya, kuna vitu viwili. Hizi vitu viwili ukinielewesha na kujibu swali lako kwa sekundi moja. Mimi mwanzo nakumbuka nimesema Paulo akiwa mtume maana yake katumwa na Yesu. Kama katumwa na Yesu maana yake Yesu atakuwa ni Mungu. Si nimezungumzia mara ya kwanza? Nimekusikia. Aha. Wewe mwenyewe ukatoa andiko kwamba Paulo katumwa na nani? Ametumwa na Yesu na Mungu. Safi. Sasa kama Paulo katumwa na Mungu, katumwa na Yesu, anaweza mpinga Yesu? Hawezi. Nilipotoka katika 26:9 imesema nini? Hapo unajua kuna tofauti ya hii andiko na hiyo yenye unatoa. Hapo unajizungumzia. Rudia andiko yako. Rudia andiko yake. Anasema urudie. Rudia andiko lake Wagalatia. Yaani mwalimu, naam. Unajua nilipoanza kuzungumza nilijua ni wapi ataenda. Sasa huyo kwanza utuambie kama Yesu si Mungu hapa akamtuma Paulo, utakuwa umekataa pale nini na hapo nakubali nini? Tuendelee. Inasema Paulo mtume si mtume wa wanadamu, bali wala kutumwa na mwanadamu. Sawa. Bali Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Haya. Na Mungu Baba aliyemfufua katika wafu. Aliyefufuliwa ni nani? Aliyefufuliwa ni Paulo. Paulo ndiye alifufuliwa. Sio Yesu. Sio yeye. Kwani nimesema Yesu? Tunaenda pole. Tunaongelea Paulo. Sawa. Mimi sina haraka. Sasa kumbe Paulo alikufa. Alipokufa akafufuliwa na Mungu. Ndio. So kumbe si Yesu aliyefufuka, ni Paulo ndiye alifufuka. Sasa ni wewe tunaongelea Yesu ama tunaongelea? Tunazungumzia Paulo. Sasa mbona na Yesu inakuuma? Ongelea Paulo. Jackie, kuna kitu hunielewi mimi. Mimi nina maandiko kukupa. Lakini kabla sijakupa maandiko, kuna kitu nitakunielewesha. Ukishanielewesha ndio nitoe maandiko yangu. Shida yako ni Yesu. Mimi sina shida na Yesu. So shida yako nani? Shida hapo kumezungumza vitu viwili. Paulo mtume wa Yesu Kristo. Ndio. Si mtume wa wanadamu. Ndio. Bali ni mtume wa Yesu. Ndio. So kumbe Yesu ndiye alimtuma Paulo, sawa? Ndio. Ayampe huyu. Wakorintho wa kwanza 12:2-3. Wakorintho ni wa kwanza 12:2-3. 12:2-3. Kitabu ni cha Wakorintho. Wakorintho wa pili 12:2 anzia. Aya 12. Yapata miaka 10 na ngapi? Soma hiyo. Aya sadaka, kitabu cha Wakorintho inasema hivi. Hebu mpe kabla hujasoma ukiwa unaandika. Ukiwa unatafuta. Jackie, sema ndugu na mwiba. Subiri. Nimekuona Jackie. Twende pole. Tumezisoma kama tumesoma. Twende pole. Wewe muongeze maandiko, muongeze. Leta yote hadi yenye kwa ndio. Leta. Wewe mueleze. Sasa Jackie, ndio. Jackie. Yesu akiondoka hapa duniani ameondoka kila miaka mingapi? Yesu. Nilijua shida ni Yesu. Ngoja kwanza. Naongelea Paulo lakini mimi sijahama kwenye Paulo, niko kwa Paulo. Yesu akiondoka miaka mingapi? Sina hiyo andiko. Una hiyo andiko? Nitolee hiyo andiko. Sawa. Paulo amekuja baada ya Yesu miaka mingapi? Paulo.
Sijaambiwa hiyo. Ujaambiwa, sampa some. Haya, Wakorintho wa pili 12, hebu piga 2. Aya 2 nasema, namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata saa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui. Paulo anasema namjua, andiko anasema namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata miaka 14. Yesu kaondoka mwaka 33 tuongeza 14 kuja ngapi? 33. Kuna hiyo andiko iko. Subiri kwanza. Hiyo andiko iko ama ni maneno yako? Ati andiko hakuna? Hiyo andiko iko. Sio tunazungumza Paulo. Wachana na Yesu. Mimi simguzi Yesu. Soma tumjadili Paulo. Yapata miaka 10 na ngapi? 14. Aha. Yesu akiondoka duniani miaka mingapi? Ndio sasa nataka unipe hiyo andiko. Unaona umejijazia, sijui ulisomea kwa Qur'an ama ulisoma kwa Bible. Yesu aliondoka na miaka ngapi? Yesu kaondoka mwaka 33. Andiko. Paulo kakuja mwaka andiko. Ataandiko. Na nikikupa wewe nipe. Na nikikupa siko tuko hapa tusikiliza. Tuagiri. Nikikupa mimi nataka unipe, tunafundishana. Haya sawa. Bana meki nikupe. Brother hapo tashindana kweli kweli. Mwalimu, naam, angenithibitishia tu kwamba ukinipa na silimu Warumi 3:7. Yaani anauliza tu dawa iko. Mwalimu, naam, angesema tu ukinipa na silimu ningetoa kabisa. Piga Warumi 7:3 ama ni 3:7? Warumi. Acha nifike Warumi 7 ngapi? Hebu piga 7:3. 7:3 inasema, ndio. Basi wakati 3:7 inasema 3:7, lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake, sawa, kwa sababu ya Mungu wangu mpe anayo. Paulo anasema ni nini? Unajua ni watu wanaongea. Soma 8 ndio utajua ni nini. Unajua ukianza hapa tu tunajua. Soma 8. Unaona tunacheka. Brother, unacheka. Paulo anasema kwa ajili ya uongo wa nani? Soma 8 ndio umeeleza. Haya, soma 8. Nitabadilisha 3. Yezi badilisha. Inasema kwa nini tusiseme kama tulivyosingiziwa? Sawa. Inasema na kama wengine ndio wanavyokaza kusema ya kwamba nini? twasema hivyo. Tena maneno yenyewe yako kwa mabano. Inasema na tufanye mabaya, sawa, ili haja mema, sawa, ambaye nini? hukumiwa kwa hakuna haki. Nasema ni nini basi? Ndio tu bora kuliko wengine? Sawa. La, hata kidogo. Ndio. Kwa maana tumekwisha kuwastahiki, sawa, Wayahudi na Wayunani, ndio, ya kwamba pia wamekuwa chini ya dhambi. Ndio. Inasema kama ilivyoandikwa, sawa, ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Hapa hakuna mwenye afahamuye. Ndio. Hakuna mtafutaye Mungu. Ndio. Wote wamepotoka, wameoza pia. Tukisingiziwa. Mwalimu, tukisingiziwa inamaanisha nini? Mwalimu, ukienda na brother, tukisikiliza kwanza eleza tukisingiziwa. Tukisingiziwa. Unajua ni Paulo anaongea na nani anaongea? Ama kafanya kweli? Ndio nakuuliza. Ndio nimekuuliza sasa. Sawa. Na soma hiyo tukisingiziwa. Ngoja, mimi sitaki nimsingizie Paulo. Nataka niseme vitu alivyofanya yeye mwenyewe. Sasa hii nane inasema? Hiyo nane inasema akisingiziwa. Mimi sitaki nisimsingizie Paulo. Ndio. Nataka nipatie vitendo alivyofanya Paulo. Ndio. Sasa hapa alikuwa anasingiziwa. Nianze kumaanisha tumekata X, hiyo ilikuwa unasema. Paulo anasema tukimsingizia. Sawa? Mimi sitaki nisingizie Paulo. Nataka nitoe sifa zake. Kwa hivyo umekubaliana sasa hapo ukishatoa sifa zake hapo umekubali? Wewe hapo si uko sawa mwalimu? Kukubali nini? Naona umeelewa. Naona. Haya. Peana huku. Huja maana muone kwenye 18 kabla hajafika. Anajua sindano iko anakwepa. Yeye anasema iwapo tumemsingizia. Mimi sitaki kusingizia Paulo. Nataka nianze kutoa sifa zake. Sifa ya kwanza, Paulo alihamisha watu kwenye ibada ya Mungu. Akaanza kupigisha magoti. Alipopigisha magoti
isiwe ni shoga. Hatari. 20:36. Wanasema kumsingizia. Mimi simsingizii. Angalia mwalimu. Naam. Nipigie 20:36 Matendo ya Mitume. Na unitarishie Matendo ya Mitume 18:5 na utaona mpaka 12. Simsingizii Paulo mimi. Hatuwezi kubali mtu mwenda wazimu. Inasema hivi. Kitabu cha Matendo ni Mitume 20:36. Inasema alipokwisha kunena hayo, ndio akapiga magoti. Sawa. Akaomba pamoja na wote. Wakalia sana wote. Unaona kanisani kila siku anapiga magoti wanaanza kulia. Twende. Wakamwangukia Paulo shingoni. Hata wakafanyaje? Wakamwangukia Paulo shingoni. Wakafanya nini? Wakambusu mwa. Sasa tunamsingizia Paulo. Mwalimu. Naam. Huyu Paulo tumsingizii. 18:5. Matendo ya Mitume 18:5. Sisi nitakutolea andiko tena. Paulo alikuwa shoga mwenda wazimu. Ifika katika baridi kama sasa alikuwa anapata shida. Hatumsingizii. Na hatuwezi kuwa na nabii kama huyu. Mwenyezi Mungu hawezi pata kazi ya kufanya kutuma nabii shoga. Anakuja kuleta pakao Lutu. Halafu anatuambia ati Paulo mnamsingizia. Soma andiko. 15. 18:5. Matendo 18:5 Matendo ya Mitume. Ndio maana nikakwambia niambie ni wapi Paulo alikuwa mbaya akatubu, sasa tuanze kudili na yeye. Inasema sawa. Hata Sila na Timotheo, walipoteremka kutoka Makedonia, sawa, Paulo akasongwa sana. Paulo alisongwa sana na nini kuhubiriwa kwamba Yesu nini? Akawashuhudia Wayahudi ya kwamba nini? Yesu ni Kristo. Unaona? Anaanza kushuhudia watu kwamba Yesu ni Kristo. Endelea. Walipopingamana naye, na huyu Paulo alifanyaje? Na kumtukana Mungu. Kwanza hapo matusi yakaanza kwa Mungu. Endelea. Akakunguta mavazi yake. Paulo akaona hapa hapana, afadhali bwana mimi hata nijitoe. Ndio. Akawaambia, damu yenu na damu yenu na iwe juu yenu, ya vichwa vyenu. Safi. Mimi ni safi. Paulo angalia huko na kukuta mavazi yake na mtukana Mungu. Enda 12. 12 nasema, sawa. Hata Galio alipokuwa liwali wa Akayo, sawa, Wayahudi wakamuinukia Paulo kwa nia moja. Wakisemaje? Wakamleta mbele ya kiti cha hukumu. Sawa. Wakisema, mtu huyu anafanya nini? Wavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Kumbe Paulo anaanza kuhamisha watu kwenye ibada ya Mungu, wanaanza kuabudu Mungu kinyume cha sheria. Wanamwabudu vipi? Yesu tuambie ulifanyeje? 26:39 kitabu cha Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Ndio nimekuja kundani kwa nini walimu sometimes wanasema hizi maiki zimu wafundishe. Wewe ndio taki chako kwa wapi? Ninakwambia nitakupa maandiko ya Paulo wewe. Tena alikuwa anasema alikuwa anaenda kiwazimu, kaenda wazimu. Ametoroka je huyo? Hebu mtu mwingine maiki huko. Hebu Daudi. Hebu mpe dadangu huyo. Nimsalimie kwanza. Nyinyi mnacheza ladies first bwana. Hao ndio walizaa mitume na manabii. Lazima pako watangulie. Na ukitaka nyumba yako isimame kabisa, basi wewe pata mwanamke mcha Mungu. Wanafikiria wanawake lazima tuwapatie kipaumbele. Haya. Habari gani? Nzuri. Babati mzuri, unaitwa nani? Unaitwa nani? Lydia. Mimi naitwa Saidi. Na mimi ni Muislamu. Dini yako dada? Dini yako? Yusufu, acha koroga. Yusufu. Kanisa inaenda. Huyo akisilimu jumla. Nimesema tu aketi pale. Hapa. Kuna makosa. Hapana. Jana tumeambiwa Waislamu wengi wa vijana wanaokoka. Ibrahim ndiye amesema. Hebu patiana kidogo. Wewe. Patiana kidogo. Wanaokoka sasa utapiga wokovu. Patiana kidogo. Basi. Mike Yusufu. Mzee rudi. Mzee fanya subira. Waislamu takbir. Waislamu ngapi wamehudhuria muhadhara?
Wangapi? Wote. Hapa kuna hata Mkristo mmoja. Wakristo tujuane kwa ishara mikono. Wakristo wote. Wakristo. Mkristo hapo hapa. Mzee kuja bwana. Mwingine ndio huyu hapa, angalia vile atakimbia. Brother njoo. Huyu ni Mkristo. Patieni kiti. Patieni huyu jamaa kiti. Mpeni kiti. Wakristo tujuane kwa ishara mikono. Wakristo tujuane kwa ishara mikono basi. Brother njoo. Kuja kwanza. Na upewe kiti. Unajua kanisani mmezaa kwa viti, sisi msikitini tumezaa mikeka, hata viti tunaona kitu kingine ajabu sana. Wakristo brother njoo. Njoo nikusalimie basi. Njoo. Brother. Bwana nyinyi mmoja askofu bwana amesimama nje. Ai! Askofu. Bwana si mzuri. Wasimu leteni viti bwana. Hapa kanisa limekamilika. Tuko na mwimba kwaya, Yusufu mtoa sadaka, mwokoa sadaka. Wakristo tukiane kwa ishara mikono, Wakristo wote. Yusufu akisilimu nampatia kazi ya kuadhini. Wakristo tukiane kwa ishara mikono. Asanta, unaona? Dikoni bwana. Brother habari gani? Hebu njoo kidogo bwana. Wasimu leteni viti bwana. Sinataka madikoni. Madiko ni kama hawa. Kwanza jamaa kisilimu huyu, mimi nampa zawadi ya kanzu. Tena nampa na kilemba kilo 80. Unaona? Wakristo tumeane kwa ishara mikono. Hallelujah, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa tarehe 11 nilikuwa natoka Malaba, naenda kule Kismayu. Nilipofika pale, yani kuna Kismayu na kuna Malaba, lakini alipata ajali Kisumu. Yesu akaendesha gari kutoka Kisumu mpaka Nairobi. Haya sawa, Yesu mwenyewe akikuja. Traffic, unajua traffic wanaga adabu. Wakisimamisha hapo kitu cha kwanza, wanakuambia mzee driving license. Yesu aliishi kwa punda. Haya, Waislamu naambia na Abdurrahman Rai, tufanye bidii angalau tufikishe tu angalau shilingi. Sisi kama Wakristo tuamini ya kwamba ndio Kristo wetu ni mwana wa Mungu. Na tena tukiomba tunasema ya kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Manake yeye ni mmoja kati ya wale watatu kwa mmoja. Unaona? Naam. Unaona? Na tunasema ya kwamba Kristo Yesu sawa alikufa akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ajili ya dhambi zetu. Unaona? Sasa kifo chake kinaanza saa hii. Waislamu changieni sanda, kesho saa 12 tunamzika Anwar. Haya, Waislamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya. Waislamu takbir. Huyu anayeongea yuko wapi? Ako wapi? Niko hapa. Unaitwa nani? John Jared. Mchungaji Mimi ni mtumishi. Mtumishi. Unajipanga kwa mchungaji. Wachunga kondoo. Naam. Waliopotea. Umesema unauliza swali Swali yako ni gani? Ni kujibu usilimu. Sasa swali langu ni je, sisi kama Wakristo tunaamini kwamba Kristo alikufa akafufuka. Yes. Tunamwamini kama mwana wa Mungu. Unamwamini kama mwana wa Mungu. Na tena kama Mungu. Ati nini tena? Tena kama Mungu. Unanichanganya wewe. Mimi ni mtu mzima ujue. Ngoja kidogo. Usinichanganye. Mimi ni mtu mzima naelewa. Unajua zamani unaambiwa danganya watoto, si kweli? Naam. Lakini huwezi kunidanganya. Naam. Uliniambia Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa ni Mungu gani tena kama yeye ni mwana wa Mungu? Manake twasema ya kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hao ni Mungu ngapi? Ni Mungu mmoja. Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kumbe kuna Yesu na nani? Na Mungu. Kumbe Yesu si nani? Manake hatuwezi Ngoja kidogo. Rafiki yangu, usinidanganye, sitaki kudanganywa, sawa Tuelewane vizuri. Umesema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kumbe kuna Yesu na kuna nani? Mungu. Kwa hivyo Yesu si nani? Hata tueni maandiko. Ile tu vile umekuja tu ndo tunaenda hivyo hivyo. Kwa hivyo ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, tayari anakuwa yeye si nani? Lakini ndio litengeza kanisa 10,000. Biblia moja, Yesu moja. Lakini kwa sababu ya kusema lakini ndio leo tumekuwa na makanisa 10,000. Kila mmoja anataka kutafsiri Biblia kama anavyoelewa. Umenipata vizuri? Hatutaki tafsiri. Tuende na vile nilivyosema maandiko.
Maandiko yamekufundisha kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Kuna Mungu. Kuna Yesu na kuna Mungu, sawa? Naam. Kwa hivyo Yesu si nani? Sio Mungu. Sasa tusonge mbele sasa, ushaelewa? Waislamu takbir. Kwa hivyo kuanzia leo ukiwatangazia wanadamu wote Yesu si Mungu, Wakristo watasema wamekuwa dini gani? Tutasema ukitangaza leo Yesu si Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu, yeye si Mungu bali ni mwana wa Mungu. Ukitangaza Yesu si Mungu, ukifika kanisani watasema wamekuwa dini gani? Kristo. Watasema wamekuwa dini gani? Wanaosema Yesu si Mungu ni Waislamu au ni Wakristo? Waislamu. Kumbe watasema wamekuwa nani? Muislamu. Kumbe Biblia inataka wawe nani? Je, unaoshapiga kelele wale? Ngoja kidogo. Unajua kwa nini unapiga kelele? Kwa sababu umefundisha Yesu ni mwana wa nani? Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Mungu. Kwa hivyo Yesu si nani? Mungu ako na mwana. Mungu ako na nani? Mwana. Ambaye anaitwa nani? Yes. Kumbe kuna Mungu na nani? Mungu na nani? Sasa hapo inalingana na imani yako. Sawa, tunataka hiyo yako sasa. Umeniambia Mungu ako na nini? Na mwana. Ambaye anaitwa nani? Yesu. Kumbe kuna Yesu na nani? Na Mungu. Kwa hivyo Yesu si nani? Angalieni kule wanaanza kupiga kelele wao. Unaelewa hapo vizuri? Kwa hivyo kuanzia leo ukiwaambia Wakristo kuna Mungu na kuna Yesu. Kuna Mungu ako na mwanawe anaitwa Yesu. Kwa hivyo Yesu si Mungu. Mungu yuko na Yesu yuko. Yesu si Mungu bali ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ukisema Yesu si Mungu, Wakristo watasema wamekuwa dini gani? Wa Kiislamu. Kumbe Biblia inataka uwe nani? Hiyo ni maneno yangu au ni Biblia? Nani ameita Yesu mwana wa Mungu? Biblia inasema. Yesu ni mwana wa nani? Biblia inasema. Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kumbe Biblia haijui Yesu ni Mungu. Haijui Yesu ni Mungu. Biblia yanakuambia ya kwamba Yesu ni Mungu. Kumbe Biblia inasema Yesu ni Mungu na hiyo Biblia inasema Yesu ni mwana wa nani? Kumbe kuna Yesu wangapi? Hamtuambia haki. Kumbe kuna Yesu mmoja ni Mungu na kuna Yesu mwingine ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu ni wangapi? Rafiki yangu unanisikia vizuri? Nakupata. Kumbe Yesu ni wangapi? Kuna mmoja ni Mungu na kuna mwingine ni mwana wa nani? Hebu niangalia huku wewe. Kumbe Yesu ni wawili. Kuna mmoja ameitwa ni Mungu, sawa? Na kuna mwingine ni mwana wa nani? Kwa hivyo Yesu ni wangapi? Yesu ni mmoja. Ni nani sasa kati ya kuwa Mungu na mwana wa Mungu? Yesu ni mmoja. Sawa, huyu Yesu mmoja ako upande gani? Ako upande wa kuwa Mungu au ako upande wa kuwa mwana wa Mungu? Mweke mahali moja. Wacha tusome andiko. Moja, mtu mmoja anaweza kuwa jenda mbili. Niangalie mimi. Mtu mmoja anaweza kuwa jenda mbili. Wewe unaweza kuwa mwanamke. Hapo hakuna agenda. Nasema hivi, wewe unaweza kuwa mwanamke? Siwezi. Kuna wewe na kuna mwanamke, si ni kweli? Naam. Mko wawili tofauti, si ni kweli? Kuna wewe na kuna mwanao, si ni kweli? Mko wangapi? Wawili. Ukizaa msichana si ni mwanao? Wewe ni msichana? Hapana. Kwa sababu msichana ni mtoto wako, si ni kweli? Kuna Yesu na kuna Mungu ambaye ako na mwanawe anaitwa Yesu, si ni kweli? Naam. Sasa soshakwambia Yesu ni mwana wa Mungu. Anaanza kugoogle. Pigia mpaka mchungaji simu. Hapa inaitwa Ismaili basi. Nasema hivi. Nasema nimekuuliza swali. Umetufundisha Yesu ni Mungu. Na ni Biblia imesema. Naam. Ikaja pia ikafundisha Yesu ni mwana wa Mungu. Maana yake imefundishwa mafundisho mawili. Kuna moja ni mwana wa Mungu na kuna moja ni Mungu mwenyewe. Yesu original sasa ako upande gani?
ako upande wa kuwa Mungu au ako upande wa kuwa mwana wa Mungu? Mweke mahali moja. Unamweka upande gani? Kwa sababu tunasema wewe unamweka upande gani? Unamweka kwa Mungu au unamweka kwa mwana wa Mungu? Yesu ni mwana wa Mungu, lakini yuko katika mfano wa Mungu asiyeonekana wazi. Kumbe Yesu ni mfano wa nani? Weka simu kando. Umesema Yesu ni mfano wa nani? Wa Mungu. Kumbe kuna Mungu na kuna Yesu ambaye ni mfano wa nani? Amesimamia Mungu. Amesimamia Mungu. Naam. Kwa hivyo badala ya Mungu kuna Yesu. Wacha nipeane mic kwa wenye wanaelewa. Wafupe jibu. Hii imekuchanganya sasa. Naam. Hii haieleweki. Ngoja kidogo. Hii imekuchanganya. Sielewi. Waislamu takbir. Huyu ndo Mkristo mzuri. Anasema hii kitu ni confusion. Haieleweki. Na akida yote ya Kikristo ni confusion after confusion. Kwa sababu hawako katika tauhid. Sisi katika ahlul tauhid, Allah ni ngapi? Na Muhammad ni nani?